Sura hii imeshuka kwa ajili ya wale wenye kutoa na wale wenye kubakhili. Kwa hiyo hii sura inaambatana na maudhui ya kufanya nini? Kutoa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na kiapo. Kiapo iko wapi? Kaa vizuri. Kiapo iko wapi? Wal-layli idha yaghsha. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa usiku, tena usiku ambayo inatanda, yaghsha yenye kutanda. Yani Allah subhanahu wa ta'ala amefananisha usiku kana kwamba ni vazi. Giza linavyotanda na ukubwa wake na miujiza iliyokuwa kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kupitia aya hii katika alama hii. Na kiapo hii sikuwahi kutaja. Na kiapo, Mwenyezi Mungu akiapa kunakuwa na madhumuni mbili katika kiapo. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akitoa kiapo kuna madhumuni mbili, na madhumuni yote hizi mbili zimekusanyika kwenye sura Wat-Tini Waz-Zaitun. Madhumuni ya kwanza, ima Allah aape kupitia viumbe vyake au kitu ambacho inaonyesha uzito wa mashaikh, inaonyesha uzito wa hicho kitu. Madhumuni ya pili, kuonesha faida na neema ya hiyo kitu. Na hii yote imekusanyika ndani ya Wat-Tini Waz-Zaitun. Allah ameapa, anasema Wat-Tini Waz-Zaitun. Ameapa kwa mti wa tini na ameapa na kwa zaituni. Kwa nini ameapa? Kuonesha nini? Faida yake. Wa Turi Sinin wa hadha albalad alamin. Na Turi Sina. Hii inaonesha nini? Fadhila yake. Kwa hizi zote zimekusanyika ndani ya sura Wat-Tini. Lakini hapa akiapa wal-layli idha yaghsha, ameapa kwa sababu kuonesha uzito wa usiku. Na Allah amejalia usiku vitu vyote vinapumzika. Wanyama wote wanapumzika, lakini watu wa shari hawapumziki. Mashaitani baada al-maghrib wanatoka. Na Mtume akatufundisha, na watu wengi wanasahau hii, inapoingia magharibi funga mlango, funga madirisha, kwa sababu ndio muda ambao mashaitani wanafanya nini? Wanatoka. Tayeb. Kiapo cha pili, wan-nahari idha tajalla. Ima iwepo usiku au iwepo mchana. Kuna cha tatu mashaikh, kuna cha tatu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anataja afdad, kitu na kitu, vitu viwili venye uwili tu. Kwa hiyo nazungumza hii, nataka uzingatie, utafahamu. Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla, na mchana unapopambazuka. Na kwenye sura Ash-Shamsu kuwirat, kama sikosea, anasema was-subhi idha tanaffas, kaifananisha kana kwamba inapumua, mwanga inapotoboa giza la usiku na kuanza kuenea. Kisha wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, na ameumba. Na hii ma kwenye lugha na kwenye nahwu ina maana nyingi. Rasuli ya kwanza ima nafia sahihi, na ima mausula, na ima istifhamia, na ima shartia. Lakini hapa imekuja tafsiri mbili. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, ma hapa ni mausula, ay alladhi khalaqa adh-dhakara wal-untha. Nikisema naapa kwa yule aliyeumba kike na uume, yani jinsia ya kike na jinsia ya kiume, hapa anakusudiwa nani? Aliyeumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, ma ni masdaria. Ikiwa masdaria, tawili yake inakuwa vipi? Naam, tawili yake inakuwa nini? Wa bi khalqi adh-dhakari wal-untha. Kwa hiyo kiapo haiwi kwa yule aliyeumba, kiapo kinakuwa kwa kile ambacho amekiumba na alichoumbia, au na yule ambaye, kwanza tunasema na yule ambaye aliyeumba jinsia ya kike na kiume, si ndio? Kwa ikiwa masdaria na uumbaji, so masdar ni uumbaji wa kike na kiume, na yote ni sahihi, hakuna ikhtilaf. Sawa na shaka. Ametaja pili dhakar na untha. Kuna cha tatu? Hakuna cha tatu. Ima kiume, ima wanyama wenyewe, ima dume au jike. Mpaka mimea, mnafahamu kwamba kuna papaya na mamaya kwenye papai.
Nafahamu na Sheikh, papaya ni ya kiume, haitoi matunda, lakini mamaya ndio yenye kutoa matunda ya kike. Kwa mpaka kwenye viumbe Mwenyezi Mungu ambaye wili. Kisha Allah anasema inna sa'yakum la shatta. Kiapo nimesema kila kinapokuja kiapo lazima kije kinacho apiwa. Yusuf, sahihi au si sahihi? Yusuf, sahihi au si sahihi? Kwa hiyo kinachoapiwa hapa kiko hapa. Hii hapa inna sa'yakum la shatta. Hakika matendo yenu ni yako tofauti, hayawezi kufanana. Kila mmoja matendo yake, chumo lake shatta, tofauti. Tena Mwenyezi Mungu ametia msisitizo tena akasema inna, kwa harfu taakid, kwamba hakika matendo yenu hayako sawa. Matendo ya muumini na kafiri hayawezi hata siku moja yakawa sawa. Na hii shida, baadhi ya watu wanakwambia wewe unafanya, mimi tunafanya, njia si moja. Njia ni moja, lakini makusudio ni nani? Kama makusudio sio Allah subhanahu wa ta'ala, inna sa'yakum la shatta. Muumini hawezi akawa sawa na sio muumini. Mwenye kuswali na kutenda matendo mema hayuko sawa na yule ambaye amekaa nyumbani na wala kuswali haswali. Hayuko sawa na yule mwenye kutoa na yule ambaye hatoi. Shattana bainahuma, utofauti ulikuwa baina yao. Kisha Allah anasema, kataja sinf kule nyuma, kataja usiku na mchana viwili, kisha kataja jinsia ya kike na jinsia ya kiume viwili, akataja matendo ya watu. Ndio hii madhumuni kwamba kuna muumini na nani, Muislamu na sio Muislamu, aliyesadiki wahi wa Mwenyezi Mungu na yule aliyekadhibisha, awe kwenye tabaka tofauti, awe anaabudu ng'ombe, anaabudu sanamu, anaabudu, lakini wote wawe wamekadhibisha na hawa wamesadikisha. Hawawezi wawili wakawa kitu kimoja. Tayeb, fa amma man a'ta wattaqa, na ama yule ambaye aliyetoa kisha akamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda hii sura kile siku unaisoma na maana yake unakosea. Hapa utasema fa amma man a'ta wattaqa, yule anayetoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na akamcha Mwenyezi Mungu. Hii tafsiri ni ndani ya tafsiri iliyokuwa juu. Tafsiri ya juu ni ipi? Fa amma man a'ta, yule ambaye atatoa, ima kwa kujitolea yeye, atoe mfukoni mwake, atoe sadaka, atoe zaka, au ajitolee kwa kumsadikisha Mwenyezi Mungu, kuswali, kufanya hija. Matendo ya khairi yote ndio a'ta. Matendo ya khairi yote ndio a'ta. Wattaqa, ikija ucha Mungu baada ya neno kutoa, ucha Mungu maana yake ni amekaa mbali na yale ambayo Allah amemkataza. Kwa hiyo wattaqa, amekaa mbali na makatazo ya nani? Kwa hiyo tafsiri kuanzia leo ukisoma kama man a'ta wattaqa, na yule ambaye sisikii. Naam. Wasaddaqa bil husna, na akasadiki kwa kile ambacho kiko kitu chema. Hapa wanazuoni wasaddaqa bil husna, akasadikisha kilichokuwa kizuri au kitu chema. Kiswahili kama nimekosea mtanisahihisha. Almuhim, wanazuoni wamekhtalifiana hapa kwenye tafsiri. Wasaddaqa bil husna, husna ni kitu gani hapa? Wema. Ni wema gani? Wanazuoni wengi ikiwemo Imam Saidi wanasema kwamba sadaqa bil husna, husna ni kalima